Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV, nikukaribishe tena katika kipindi chako pendwa cha Chai na Maisha. Nikukumbushe tu leo ni siku ya Jumatatu, tarehe ya pili, mwezi ni ule wa 6, mwaka ni 2025. Katika mwaka kuna miezi 12, lakini huu ndio mwezi wa 6, kwa hiyo tunakwenda kuugawa mwaka wa Januari mpaka Juni, lakini Juni na kuendelea mpaka Disemba. Nikwambie tu katika malengo yako hakikisha mpaka sasa hivi yamefika katika ukingo mzuri. Vipi Toby? Poa, weekend iko vizuri. Iko vizuri ya. Sasa katika mwaka kunajua una malengo. Sasa hivi tuko nusu mwaka. Vipi malengo yako? Malengo yangu mimi sasa hivi na mpango kujenga. Ndio kitu ambacho nawaza. Ndio kitu unawaza. Nawaza hicho sasa. Ulipanga kwa mwaka huu ujenge ama ndio imekuja mwezi wa 6 ujenge? Sio kama mwezi wa 6, yani mpaka kumaliza mwaka niwe nimetamatisha hilo jambo. Barikiwa sana. Amina sana. Sijui kwa upande wako lakini. Mimi kwa upande wangu malengo ni mengi, lakini siku nikilikamilisha. Naomba kubwa. Siku nikilikamilisha. Naomba kubwa. Naliweka mezani. Naomba kubwa. Kubwa ambalo natamani kufahamu. Kubwa chombo nataka. Kubwa ni mwezi wa kwanza tunakamilisha mwaka kwenye Gift Online TV. Sawa. Sawa. Mtazamaji, endelea kufuatilia kipindi hiki ni Chai na Maisha. Siku ya leo mada kuu mezani tutazungumza, je, kuweka vitu moyoni ni ukomavu wa akili ama ni kujichosha tu akili yako? Pale mtu anapokukosea au kitu chochote ambacho kinakuumiza unapokaa nacho moyoni, ni ukomavu wa akili au unajisumbua tu? Sasa baki hapo, endelea kutufuatilia, subscribe, share, like pamoja na kucomment ili tuweze kuelewa zaidi. Pengine wewe ni wa kwanza kuweka vitu moyoni ama ni wa kwanza kuvipuuzia vitu, kuviacha viende ili maisha mengine yaendelee. Endelea kutufuatilia, usichoke kututazama, utakwenda kujua kinaga ubaga hasa ni nini unapaswa kufanya. Tobias, mada mezani ya siku hii ya leo ni je, kuweka vitu moyoni ni ukomavu wa akili ama kujiumiza? Wewe unastiki kwenye nini? Kwangu kweli kabisa nikizungumza ni jambo la kuumiza. Okay. Ni jambo la kuumiza. Na siku zote ukiona kwamba kitu kinakuwa jambo linakuwa linajirudia sana kichwani mwako, sio kukomaza akili. Okay. Bali ni kujiumiza, kwa sababu utakuwa unateseka kila mara. Ukienda hivi ukitaka kufanya jambo hili unakumbuka hichi kinaanza kukuumiza. Kinaendelea kukuumiza. Kwa hiyo ni vyema hata mtu ukiona jambo kama hilo linakusibu, unamshirikisha Mungu. Okay. Utamshirikisha Mungu, matokeo yake utaanza tu kusahau taratibu. Vipi ikawa ni mtu wako wa karibu, let's say ni mtu ambaye haipiti siku hamjaonana au haipiti siku hamjawasiliana, alafu akawa ndo kikwazo cha wewe? Vipi vile vitu utaviweka moyoni au vipi? Maana imagine kama ni mimi na wewe Toby tunafanya kazi sehemu moja, kila siku tunakutana hapa, kila siku lazima mimi na wewe tuonane. Sasa nikawa nimekukosea au nimekujeruhi kwa namna moja au namna nyingine, vipi utaliweka moyoni? Maana kila ukija tu hapa Esther huyo hapa. Hapana, siwezi nikaliweka moyoni, kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa nimeshajijengea mfumo wa kuweza hata kusamehe kama mtu amenikosea. Yani ndio nilivyo. Yani labda kama mtu amenikosea hapa na hapa, tutakuwa kweli hatuko sawa, ila zikishapita tu dakika 10, yani nakuwa niko kawaida kabisa. Yani ninakuwa nishajijengea ile hali ya kusahau kitu ambacho kinaumiza. Kwa sababu gani? Kinatesa sana akili. Kwa sababu wewe umetolea mfano mimi naweza nikawa nakuja kila siku, kazi zinakuwa ziende. Hatuwezi kwanza kuzungumza hivi, itakuwa ni changamoto. Hatuwezi tukazungumza. Hamna, tunaweza tukazungumza. Tunazungumza kazi, tumejadili mada mezani, tunaijadili, tukimaliza kila mtu na meza. Haitaenda kama inavyopaswa. Haitaenda. Kwa nini haitaenda? Sasa hivi nini wewe kuzungumza? Sasa hivi unaona umetabasamu. Tungekuepo hivyo ingekuwa ni ngumu. Wambuzi. So ng'ombe. Tunakuwa na wambuzi. Yani ungekuta kwamba tumekuja hapa mada mezani ni kujiumiza, kujikomaza. Nakwambia tu ni kujiumiza. Unapoteza kazi yako. Sasa unapoteza kazi yako. Mimi sitahusika kwenye ajira yako. Ndio maana nikakwambia kuna utofauti wa jinsi tunavyoishi. Ukifanya hivyo nakuuliza mambo vipi? Poa. Umekaza. Sasa huoni kama kazi yako naiweka matatani kisa? Ndio maana nikakwambiaje, vitu kama hivyo mimi huwa ni msahaulifu sana. Yani huwa nimeshajijengea mfumo wa kusahau mapema. Kwa sababu gani? Ukiwa navyo vitakuwa vinakuumiza, vinaharibu mambo yako. Kuna mambo yatakuwa hayaendi vizuri kwa ajili ya kitu kidogo. Leo nitajaribu kukuumiza, tuone kama mambo yataenda au yatabaki.
Tuone kama mambo yataenda au yatasimama. Leo nitajaribu. Usijaribu bana. Usijaribu. Usijaribu. Sawa, vipi sasa kuna mtu anakuambia mimi siwezi kusamehe. Mimi ukinikosea, yani ni yule mtu anakaa navyo moyoni ama mtu anakaa navyo moyoni lakini analipiza kisasi. Mtu wa design hivyo unamwambia nini? Kisasi sio kizuri kwa sababu kisasi kinaleta vitu ambavyo ni tofauti. Kwa sababu unaweza kuta mtu amekupiga ile, unaanza kuwaza hichi, mwisho unaanza kutumia sijui nini. Yani mwisho unaanza kuwa na hasira. Mara kuna wengine unakuta amekerwa na mtu. Katika kulipiza kisasi unakuta ameweza kujijengea mfumo, ameenda kulewa, mara anapoteza hichi. Anasema ukinywa pombe unapunguza mawazo. Mawazo mwishoni inapelekea hadi kifo. Shangaa mtu kalipiza kisasi, kasababisha kifo cha mtu, matokeo yake jela. Amepata hasara hiyo, anaenda kuteseka kule, mambo yake mengine yanakuwa hayaendi. Kwa hiyo ni vyema tu jambo la kuwaza kwamba kulipiza kisasi ni vyema mtu akawa analisahau kuanzia mwanzo, kwa sababu hili itamjengea picha ambayo kuleta hasara maishani mwake na sio faida. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tunazungumza kuhusiana na kitu kinachokuumiza kukiweka akilini. Huo ni ukomavu wa akili ama ni kujiumiza? Lakini tunaangalia kwa upande mmoja au nyingine, tunaweza kusema ni kujiumiza. Huwezi kuwa na ukomavu wa akili ambapo pale unafanya vitu ambavyo huwezi kufanya vitu kama una maumivu moyoni. Kweli kabisa. Hiyo iko wazi. Hata kazi zako hazitoenda. Ndio pale unakuta una kisirani na kila mtu. Tuzungumzie mama mwenye familia akiwa nyumbani na watoto wake. Let's say mama amegombana na baba. Ndio yule mtu sasa tunamzungumzia anayeka vitu moyoni. Hata familia hatoiendesha vizuri kwa siku hiyo. Kwa sababu atakuwa na zile hasira. Mtoto hata akijigusa tu hivi, ndo kelele, amgombeze, ampige, amtukane, mambo ni mengi. Kwa nini? Vile vitu vilivyoweka moyoni. Kuna muda vile vitu unavyokaa navyo moyoni, kuna muda vinazunguka na wewe. Yaani kuna muda tu ukimwona tu mtu fulani unaweka hasira. Ndo pale inafika mpaka mahali watu wanauana. Kwa ajili ya nini? Ana kinyongo moyoni. Anaona huyu kanikosea. Ili tukae sawa, ngoja na mimi nilipizie kisasi. Ndo kama ulivyosema, kuna watu mfika mpaka wanauana. Kwa nini? Vile vinyongo wanavyoweka moyoni. Ila cha kufanya tu, mtu amekukosea, kaa chini mwambie bwana, jishushe. Hamna kitu kizuri kama kujishusha. Kabisa. Mmekoseana, wewe jishushe. Mwambie 1 2 3 yaishe, tuwe sawa. Yeye mwenyewe atajishtukia. Imagine mimi Tobi nimekukosea, tukanuniana, tukakasirikiana. Mwisho siku nikakufuata Tobi. Naomba nisamee aishe. Yaani hata kama sio ulokosa, yani kichwani tu utajiona mimi ndo mjinga. Lakini kuna kile kitu kingine ambacho nasemaga mtu kujishusha ili mambo yaweze kwenda vizuri. Mfano labda wewe unaweza kanikosea, labda tukalumbana. Lakini mwishoni sasa inafika ili mambo yaweze kwenda vizuri, inabidi umfuate tu mwambie bana 1 2 3 yaishe, ili kujenga vitu vizuri zaidi. Hiyo inaleta mambo ambayo ni mazuri. Kuna wale watu kweli kusamehe na kuepuka ni changamoto. Hata kwenye Biblia tumeambiwa msamehe mwenzako mara 770. Sasa wewe kidogo kwenye kusamehe tu inakuwa ni changamoto, lakini ni vyema pia watu wakawa wanafanya swala zima la kusamehe. Yaani wawe wanasamehe kwa sababu unajenga future ambayo ni nzuri. Kwa ukiwa haujasamehe mnaanza kujengeana chuki huku na huku, na kwa unajenga kitu ambacho. Lakini mbona nasikia kwamba wanaume huwa hamsamehi? Wanaume wanasamehe. Wanasamehe vizuri tu. Una uhakika? Maana mwanaume anakwambia kukusamehe, anakutamkia tu nimekusamehe, lakini moyoni wanaume 100% mnaoweka vitu moyoni ni watoto wa kiume. Sio watu wanaweka vitu moyoni kwa kiume, kisa wa kiume. Hapana, watu wanasamehe, na unajua unaweza ndio ukasamehe lakini labda kutokana na ubongo jinsi ulivyo, kwa sababu mfano ulijifunza kuandika neno gift, ukajifunza kulisoma, si mpaka leo unalikumbuka. Unaweza kukuta mtu ndio alikufanyia tukio, lile tukio umesamehe limeisha kabisa, lishapotezea, lakini tu ni kumbukumbu inakuepo. Sasa ndo pale hilo kumbukumbu. Mtu anasema, na kuna hapo kuna scenario ilitokea, mtu na boyfriend wake walikosana. Wakakubaliana tumesameheana, wakaombana msamaha, maisha mengine yakaendelea, lakini mwisho wa siku yule mwanaume alikuja kufanya tukio baada ya miaka kama 3 kupita. Alikuja kufanya tukio na akaulizwa kwa nini umefanya hivi? Akasema alinikosea nyuma. Huoni kama hiyo ni mbaya? Sasa hiyo ni mbaya, na bora angemwambia tu sija kusamehe kuliko anamwambia. Maana waliishi vizuri, yani kama vile hakuna kitu kimehappen. Yule ni alimdanganya. Sasa hapo kuna chuki, ila ukweli ni kwamba watu wanasamehe bana. Sio kwamba wasamehe, wanasamehe. Sio naume. Wanasamehe vizuri tu. Mbona? Ushawahi kumsamehe girlfriend wako?
Kwa nini umeuliza hivyo? Ndo misamaha ndo inaanzia huko. Maana mtu wako wa karibu ndo unatakiwa mpeane kipaumbele. Mimi huwa nasamehe hata watu walionikosea, mimi huwa wote nawasamehe tu. Na aliyekupiga tukio pia unamsamehe. Wote nawasamehe. Kwa hiyo kama umemsamehe akarudi, bwana Toby, tusamehe yaishe. Asa inategemea amerudi vipi. Kwa una staili zako za kurudi. Yani inategemea amerudi vipi, kwa sababu mfano kama ulikuwa na mtu labda miaka 10 iliyopita alikupigaga tukio kamsamehe labda. Si maisha yamepita. Ukaja ukapata mpenzi wako labda mwingine uko unaishi naye. Alafu yule akarudi akakwambia si Toby, naomba nisamehe. Mimi si nimeshakusamehe. Unaambia nimeshakusamehe, sawa, umenisamehe ndio naomba turudiane. Sasa itafaa hiyo? Haitafaa. Wewe umesema inategemea anarudije. Sasa ndo nilikuwa natamani nijue namna ya kurudi. Ndio hiyo namna amerudi, yani kinyume nyume au kushoto au yani ndio hiyo namna ambayo amerudi sasa. Amerudi yani hapa amerudi ameshakosa yote. Kwa hiyo miaka 10 hauwezi kumsamehe. Let's say akakosa miezi 6 afu mwezi wa 7 akaja kukwambia Toby tusameheane turudiane. Inategemea sasa na wewe upo kwenye ngovi gani sasa. Upo kwenye mahusiano lakini mahusiano yenyewe hamuelewani, mnahusiana na nini? Sasa hapo hilo ni jambo ambalo lina changamoto. Kwa sababu anaweza kaja kwenye mawili. Moja, atarudia lile jambo. Hapo tuseme uko single labda. Jambo la kwanza atarudia lile tatizo. 2, kama akirudia itakuwaje? Sasa hapo kwenye hiyo 1 na 2 huwezi kumjua. Let's say nimerudi, nilikukosea mara ya kwanza, nilicheat. Ndio. Lakini ile tabia tayari sina. Wewe unajuaje ule mwanamke ana ile tabia bado yani au ndio maana nikakwambia yani ni vema kwamba yani maswali ya kumuuliza ni haya mawili. Hata mwizi hajai kukubali nimeiba. Hata mwizi hajai kukubali. Yani unamkuta mfukoni ana ile buku yako alokuibia, lakini hawezi kusema nimeiba. Hata huyo mtu pia hawezi kusema eti nitachiti tena. Sasa atakwambia sitachiti, lakini sasa na kuapa atakuapia. Wanasemaga kwamba mtu unachukua umpe nafasi 2, wengine wanasemaga moja tu. Yani mmoja wanasemaga mwanamke kipenda anapenda mara moja. Sijui ni kweli? Hiyo ni uhakika. Mazima. Tunapenda mazima. Hatubahatishi. Mazima. Kwamba kwa nini sasa hiyo wa kwanza kiwa huyo wa pili inakuaje? Kwamba naye anapendwa mazima au inakuwa vipi? Kuna yani kuwa na yani mimi niwe na wewe alafu nikawa na mwanaume mwingine, vitu ni vingi. Hata wewe mwanaume kuwa na mimi ukawa na mwanamke mwingine, vitu ni vingi. Pengine mwanaume mnatamani, sio? Ulitamani tu miguu yake ukazama. Lakini mimi unanipenda. Yani ndio maana unakuta mtu ana ndoa yake lakini ana mchepuko. Kwa nini aache ile ndoa kadili na mchepuko? Si unakuta kuna vitu ambavyo amevikosa kwa mke wake amevifuata kwa mchepuko. Ndio mwanamke pia pale ile nafasi nayo chepuka, kuna vitu unavikosa kwako naenda kwa yule mwingine anavyo. Basi sasa inabidi asabu hiyo inaonyesha kuna wimbi kubwa sana la watu ambao ni michepuko. Wapo. Na ndio maana vitu vingi vinatokea vina happen kwa hivyo. Mwanamke kuwa na mwanaume mwingine ipo lakini haijashika nafasi sana kama mwanaume kuwa na mwanamke mwingine. Mbona inakuwa ni changamoto kidogo? Nikuulize swali. Wewe umekosana na mtu. Nataka nikuulize swali ili niweze kukujibu swali lako vizuri. Uko na boyfriend wako, matokeo yake mkazinguana. Ndivyo zinguana, yeye ndo amekuzingua, kumbuka. Wanaume unajua veruka. Mambo mengi. Sasa mmekoseana, akaja kweli alivyoona mbona kule nimekosea, ngoja nirudi. Akarudi akakuomba msamaha. Utamsamehe? Yani hakuna kitu kina nguvu kama lile neno sorry, samahani. Hata kama aliua linafutikaga lile jambo. Sawa, basi hapo ni umeshalijibu swali kwamba ndio hicho nitaka nikujibu. Kwamba neno msamaha lakini ni neno dogo sana, lakini lina maana kubwa sana. Lakini pia kwa upande wako ni kurudia. Umesema kwamba unategemea yule mtu anarudije kwenye mahusiano. Siamini kwamba nimeachana na Tobias nikaenda kwa Juma. Sasa ngoja nikwambie. Nimeishi na Juma Tobias ukaja niachane na Juma niwe na wewe. Sidhani. Ngoja nikwambie kweli mtu mlikoseana mkaachana. Hasa ule wakati anarudi wewe uko na mpenzi mwingine. Hasa wewe niambie uko kwenye mahusiano mengine wakati huyu alishafanyaje? Alishakuzingua, ndio umemsamehe kwamba tutaishi kawaida nini tukisalimiana sawa. Lakini sasa hivi nipo kwenye mahusiano
Okay. Sijui umenielewa hapo? Kwamba wako kwenye mahusiano. Kwa hiyo huwezi ukavunja haya alafu karudi kule akatokea yale yale. Vipi kama ulionayo hayaeleweki? Utarudi kwa yule au utabaki nao? Kwa sababu wakati kuna mahusiano watu wanahusiana wajua wanahusiana na nini? Kwa mahusiano yako ulionao unajua unahusiana na nini au tuliache hilo? Sijui hata. Tuliweke kwenye mabano. Sawa. Sasa turudi kwenye mada ambayo ni kuweka vitu moyoni, ni ukomavu wa akili ama ni kujiumiza? Asilimia kubwa ni kujiumiza. Lakini wapo wengi ambao wanakuambia mimi umenikosea, umeangusha kikombe changu, lazima nikaangushe kikombe chako ndo niwe na ile amani ya moyo. Hiyo haifai. Wapo watu wa hivyo. Na kuna wengine labda tuko tunazungumzia swala la mahusiano hapo sana sana ndo limebeba vitu ambavyo ni vya msamaha sana sana, japo wengine unakuta mtu kaibiwa akafanyaje anasamee. Kuna system ambayo ipogo pia kwa wanawake. Unakuta umempenda mwanamke, wewe ukiona unamuonyesha ile hali ya upendo, yeye kwake anachukulia ni jambo la kawaida. Yaani anakutesa na kuzungusha. Utaki kujirahisisha. Yaani hutakiwi eti kisa Tobias ananionyesha upendo. Unataka kuniambia kwamba ndio nitaka kwambia lazima uwe haso. Kwamba ule upendo unaonyesha ndio anakukomaza wewe. Yaani sio kukukomaza. Lakini sio kwamba eti siku moja Tobi umekutana na mimi tukabadilishana namba kesho yake eti upendo tukaanza, hapana. Lazima uhaso. Process itakuwepo. Mimi nazungumzia mpo tayari kwenye mahusiano. Kwa hiyo mkawa labda huyo akituma message labda ujibu. Kwamba ni unakomaza mpenzi au unalivunja. Kutokujibu message, let's say unazungumza kwenye hali hivi, nipo tu free, yani nimekaa tu hapa hivi, message inaingia na blue tick tu au unasoma na blue tick kabisa. Unaingia tuzungumze tena WhatsApp una blue tick unaacha. Naacha. Hapo so ukomavu. Labda kama mmegombana. Unajua mkigombana kuna namna fulani lazima uvute vitu. Lakini kama mpo free, hamjagombana, hamna shida yoyote. Sidhani hiyo huo ni ujinga tuseme. Basi tuseme tu kwenye swala zima hili ukomavu hauna support hata kidogo. Hauna support. Jambo zima ni kuwa na amani ya moyo wako. Kabisa. Maana anaweza ngagombana na Tobi niseme eti nalieka moyoni. Kile kitu kitakuwa kinaniathiri mimi ndani kwa ndani. Afu Tobi sasa ananenepa, anapendeza, mimi nashangaa. Unajua kuna mtu akiwa na stress anakonda wanasemaga nikutana naye kafuba. Umeimbiwa nini? Hamna, sio nimeimbiwa. Si ndio wanasemaga hivyo. Sasa ndio hivyo. Uwezi unamweka mtu moyoni alafu mtu mwenyewe kwanza unakuta hata huyo mtu hicho kicho yeye hana. Lakini wewe unajitesa, unawaza ukikaa kidogo uchungu. Kuna mtu mpaka analia. Lakini analia bado asamee, anaendelea kukanacho moyoni. Hiyo hamna kitu, nothing, yani ni kujitesa kusipokuwa na matumaini yoyote. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwenye kipindi chetu cha chai na maisha. Maisha ndo haya ambayo tunayajadili kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Lakini chai pia ni kinywaji ambacho ni fresh, na hii hali ya hewa baridi kwa mbali hivi, ukipata chai yako nzuri ya tangawizi, viungo kwa mbali, lazima maisha yaende sawa. Basi endelea kutufuatilia, usichoke kututazama, mwambie jirani yako asubscribe, share, like pamoja na kucomment channel hii pendwa ya Gift Online TV. Nikutakie siku njema, lakini pia mwanzo wa wiki ukawe njema, wa baraka na mafanikio kwako. Kwa heri.